Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa zinazosambazwa kwa kasi nchini Tanzania kuhusu kile kinachodaiwa kuwa matumizi ya kutisha yanayowakumba watumiaji wa simu na mitandao ya mawasiliano. Wananchi wanadai kuwa baada ya kupigiwa simu au kutumiwa ujumbe fulani wa simu na kisha kusoma au kufuta, sehemu zao za siri hupungua au hata kupotea kabisa. Ni madai ambayo yamezua hofu kubwa, sintofahamu na masuala mengine katika jamii. Wengi wanaita ni ushirikina wa kisasa, wengine wakisema ni utapeli wa kidijitali, huku wengine wakiamini ni jambo lisilowezekana kisayansi. Lakini jambo moja lililowazi ni kwamba wananchi wameingiwa na hofu. Sio mara ya kwanza kwa madai kama haya kuzua mjadala nchini Tanzania. Hapo nyuma pia kulikuwa na madai yanayofanana kuhusu watu kushikwa mabega na kupoteza nguvu au sehemu nyeti za miili yao. Serikali kupitia vyombo mbalimbali ilikanusha madai hayo na kusema hakukuwa na ushahidi wa kisayansi kuthibitisha matukio hayo. Lakini leo hii simulizi hizi zimeibuka tena, safari hii zikihusisha na simu, ujumbe mfupi na matumizi ya teknolojia ya mawasiliano. Swali kubwa linaloulizwa na wananchi ni hili: je, mamlaka husika zimefanya nini kuwapa wananchi ufafanuzi wa kutosha? Na kama madai hayo si ya kweli, kwa nini hofu inaendelea kuenea kwa kasi kiasi hicho? Ni muhimu kufahamu kuwa katika zama hizi za teknolojia, taarifa za uongo zinaweza kuenea kwa haraka mno kupitia mitandao ya kijamii. Mara nyingi watu husambaza jumbe bila kufanya uchunguzi wa kina. Video, sauti na simulizi huweza kuibua taharuki hata kabla mamlaka hazijatoa taarifa rasmi. Lakini pamoja na hilo, mamlaka za mawasiliano na usalama nchini Tanzania zina wajibu mkubwa wa kutoa elimu kwa umma. Kimya cha muda mrefu kinaweza kuongeza hofu na kuifanya jamii kuamini kuwa kuna jambo linalofichwa. Wananchi wanahitaji majibu ya wazi, wanahitaji kusikia kutoka kwa wataalamu wa afya, wataalamu wa teknolojia pamoja na mamlaka za mawasiliano. Wanahitaji kuambiwa ukweli. Je, kuna uwezekano wa ujumbe wa simu kusababisha madhara ya kimwili? Je, utapeli wa kisaikolojia au ni hofu inayochochewa na imani za kishirikina? Katika dunia ya sasa, simu ya mkononi haiwezi kisayansi kubadilisha maumbile ya mwili wa binadamu kwa kusoma ujumbe pekee. Hata hivyo, hofu, mshtuko wa kisaikolojia na imani kali za kijamii zinaweza kufanya baadhi ya watu kuhisi madhara au kuamini wameathirika. Na hapo ndipo tunapaswa kuwa waangalifu sana kama jamii. Tusikubali hofu itutawale akili zetu. Tusisambaze taarifa ambazo hazijathibitishwa, lakini pia tusiwanyamazishe wananchi wanaolalamika bila kuwapa majibu ya kitaalamu na ya kuwahakikishia usalama wao. Katika mataifa mengi duniani, taarifa za aina hii zimewahi kutokea. Wakati mwingine zilibainika kuwa ni uvumi wa kijamii, wakati mwingine ni matukio ya ulaghai wa kisaikolojia ambapo watu hutumia hofu kuwatawala wengine. Lakini jukumu la serikali ni kuhakikisha ukweli unajulikana mapema kabla taharuki haijageuka machafuko ya kijamii. Kwa mfano, wananchi wakianza kuogopa kupokea simu kutoka namba wasizozijua au kuanza kushuku kila ujumbe wanaotumiwa, hali hiyo inaweza kuathiri mawasiliano, biashara na hata mahusiano ya kijamii. Zaidi ya hapo,
Hofu inaweza kusababisha watu kujichukulia sheria mikononi. Historia imewahi kuonyesha katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki, watu waliotuhumiwa kuhusika na ushirikina walivamiwa au kushambuliwa bila ushahidi wa moja kwa moja. Ndiyo maana tahariri hii inaamini kuwa mamlaka za Tanzania zinapaswa kuchukua hatua za haraka. Tunatarajia kuona uchunguzi wa wazi kuhusu madai hayo, elimu ya umma kupitia vyombo vya habari, ushirikiano kati ya wataalamu wa afya, mawasiliano na usalama, kukemewa kwa wanaosambaza hofu au taarifa za uongo kwa makundi. Lakini pia wananchi wana wajibu wao. Tusisambaze jumbe ambazo hatujajua ukweli wake. Tusitumie hofu kama chanzo cha kupata umaarufu mitandaoni, na zaidi ya yote, tusikubali jamii iingizwe katika taharuki inayoweza kuleta madhara makubwa zaidi kuliko madai yenyewe. Kwa majirani wa Tanzania ikiwemo Kenya, jambo hili linapaswa kuwa fundisho pia. Katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, matumizi ya simu na mitandao yameongezeka kwa kasi kubwa, lakini elimu ya usalama wa kidijitali bado ni changamoto kwa wananchi wengi. Wakati umefika sasa kwa serikali za Afrika Mashariki kuwekeza zaidi katika elimu ya matumizi salama ya teknolojia, kupambana na taarifa za uongo na kujenga imani kati ya wananchi na taasisi za umma. Kwa sababu katika dunia ya leo, hofu inaweza kusambaa kwa kasi sawa na teknolojia yenyewe. Na mwisho kabisa, tahariri hii inasisitiza kuwa ukweli lazima ushinde uvumi, elimu ishinde hofu, na uwajibikaji wa mamlaka uwe nguzo ya amani ya wananchi. Hii ni Tahariri ya Leo TV Afrika.